2 na milioni 700, na nadhani mpaka tukifika mwisho wa mwezi 100% itakamilika. Ama sio mkurugenzi? Ndio mheshimiwa. Watumishi ama sio? Ndio. Na waheshimiwa madiwani walikuwa wanasaidia sana katika masuala mazima pia ya makusanyo, lakini sasa wanapenda kwenye kinyang'anyiro. Kwa hivyo tunategemea na nyinyi na wale wenye post machine mwende kasimamia. Wenzenu wanaofanya vizuri kama Handeni wameweka CCTV cameras katika maeneo yao. Imekuwa ni rahisi sana kukusanya mapato na kuondoa udanganyifu. Kwa hivyo na nyinyi muangalie siku zijazo mweze mkaweka utaratibu kama huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niwashukuru sana viongozi wote waliofika hapa. Kama nilivyosema, kaimu katibu tawala, tunaenda kwenye uchaguzi, lakini pia amezungumza hapa kiongozi mwakilishi wa vyama vya siasa kutoka vyama rafiki kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi na Chama cha Mapinduzi kimekuja na ilani yake ya kazi na utu. Kazi na utu. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Mimi nimpongeze sana Bwana Grayson. Ile alozungumza ndio hasa makusudio ya hii kauli mbiu ambayo imekuja safari. Naombeni sana. Demo yupo. Uko na nani na afisa ustawi? Naombeni sana. Afisa maendeleo ya jamii yupo? Satika. Afisa maendeleo ya jamii akiwepo na afisa ustawi awepo. Hawa ndio wanakwenda kwa wananchi. Demo utashughulika na masuala ya vituo vyako vya afya, masuala mengine. Lakini ustawi wa watu, changamoto kama alivyoeleza Bwana Grayson hapo. Huyu mtu anaishi na catheter. Alafu nani anayetuambia kuna changamoto? Amna mwenyekiti mtendaji wa kijiji hicho hayupo. Anaona hiyo ni tatizo la kwake binafsi. Hizo serikali ya Mama Samia inatakiwa kufanya hivi. Mheshimiwa Rais katika maelekezo yake, hakikisheni mnaenda kwa daraja na kuwafikia wananchi na kutatua kero zao. Kutatua kero sio tu kero la ardhi, pamoja na kero ambazo sisi tunaziweza. Hapa ninazungumza kuna mtoto anaitwa Zakati. Mtoto hajahudhuria shule miezi 3. Tunaye nini anaitwa yule? Afisa elimu kata. Hajatoa taarifa. Mpaka imetokezea mwalimu maskini, mwalimu hata tumempa zawadi usiku wa birthday, lakini tutaendelea kumpa motisha zaidi. Mwalimu yule Abduni akaenda baada ya kusikia kwa miezi 3. Sio mwanafunzi wa darasa lake, lakini wakati wa kikao cha pamoja cha walimu kaelezwa kuna mwanafunzi miezi 3 hajaje. Watoto wamepeleka kwa yule mwanafunzi. Mkuta mwanafunzi wazazi wake wameenda kuemea kuwalimia watu shamba yao. Yuko peke yake amelala kwenye mkeka tu, hata godoro la kulalia hana. Anaumwa, kumbe ana dislocation ya mgongo na uti wa nyonga. Ndio DC tumeingia kati hapo. Mtoto ameletwa Bombo tumempeleka Muhimbili, yule mtoto amefanyiwa upasuaji. Na